asifiwe sana, mwana wa Mungu, na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake na kibali chake tena ambacho ametupatia kujifunza maneno katika siku hii ya leo. Na niendelee kushukuru wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia YouTube chaneli yetu ya Hekima Ministry. Mungu akubariki na azidi kukuimarisha zaidi na zaidi. Na katika siku hii ya leo Mungu ametupa kuwa na kichwa cha somo kinachosema kurudisha yale yaliyoibiwa katika maisha yetu. Kurudisha yale yaliyoibiwa katika maisha yetu. Na mstari utakao tuongoza unatoka katika kile kitabu cha Isaya sura 42 na mstari wa 22. Isaya 42 na mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika siku hii ya leo Mungu ametupa kibali na neema cha kujifunza juu ya kurudisha yale yaliyoibiwa katika maisha yetu. Asa yaliyoibiwa katika maisha yetu inaweza ikawa ni ndoa yako, inaweza ikawa ni familia, inaweza ikawa ni kazi yako, inaweza ikawa ni uchumi wako, inaweza ikawa ni hali yako ya kiroho, inaweza ikawa ni amani yako, inaweza ikawa ni imani yako juu ya Mungu imeibiwa. Kwamba ulivyokuwa mwanzoni unamtazama Mungu na kumwamini si kama sasa. Mwanzoni ulikuwa ukiomba vitu na unaona vinatokea, lakini leo unaona kwamba hata ile nguvu ya kuendelea kuomba au nguvu ya kusema kwamba niingie magotini ili nimsihi Mungu, nimshirikishe Mungu juu ya hichi kitu, ile nguvu imeondoka kabisa. Labda mwanzoni ilikuwa ni familia inayo amani, inayo furaha, lakini kwa sasa amani hakuna katika familia, furaha hakuna. Kazini mwanzoni ulikuwa unaifanya kazi unaifurahia, ulikuwa unafanya kazi unasikia kuwa na amani nayo, lakini sasa hivi hata kule kazini kumekuwa ni vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anaposema ya kwamba wamekuwa ni mateka wala hapana asemaye rudisha, ina maana kwamba hawa watu ni watu ambao wameridhika na mazingira walionayo, wameridhika na ile hali walionayo. Wanasema ya kwamba tuishi tu, kama ni katika hali ngumu, kama ni umaskini, tuishi tu katika umaskini kwa sababu hatuna namna ya kufanya, ndio Mungu ameshatupangia tuwe hivi. Au ni mtu amejikuta hana amani, anasema kwamba niishi tu katika haya mazingira ya kutokuwa na amani. Yamkini amani ilipangiwa kwa watu wengine. Au mtu anaona biashara yake ina collapse, anaona biashara yake inaharibika, anaona anapata hasara, hakuna mafanikio, anasema kwamba sina namna ya kufanya. Tumekwishapangiwa, wengine tumekwisha kupangiwa fungu la kukosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika jioni hii ya leo niko kukwambia kwamba una uwezo wa kurudisha kile ambacho kimekwisha kuibiwa katika maisha yako. Una uwezo wa kurudisha kibali ambacho kilikuwa kimekwisha kuibiwa katika maisha yako. Una uwezo wa kurudisha ile nafasi ambayo ilikuwa imekwisha kuondoka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunajua ya kwamba kitu chochote ambacho kinachopigwa vita ni kitu inaonekana kwamba ni kitu ambacho si dhaifu, ni kitu ambacho kina nguvu. Na ndio maana hata shetani anapotaka kukufuata wewe, shetani hawezi akamfuata mtu ambaye anajua kabisa kwamba huyu nimeshamteka tayari, yupo katika falme yangu, hawezi akanisumbua, hata nikimtaka muda wote naweza nikampata. Lakini wewe ambaye umechukua nafasi ya kusema kwamba mimi nitasimama na Mungu, katika kila hatua yangu nitapiga na Mungu, wewe ndiye ambaye shetani anakutafuta usiku na mchana ili aweze kukuharibu. Kwa hiyo nipo kukwambia kwamba hutakiwi kuridhika hapo ulipo. Hapo ulipo sio sehemu ambayo Mungu aliyokupangia. Neno la Mungu linasema kwamba na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sura na mfano wa Mungu alituumba. Kwa jinsi Mungu alivyo ndivyo na sisi jinsi tulivyo. Kama Mungu wetu amefanikiwa, kama Mungu wetu anafanikiwa, ina maana kwamba na sisi tunatakiwa tufanikiwe. Kama Mungu wetu ana uwezo wa kufanya kila kitu, na sisi tunatakiwa tuweze kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sisi tupo kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo kama kuna kitu ambapo unaosema katika maisha yako kimepungua, kama kuna sehemu ambapo unahisi kuna madhaifu, mwambie tu Mungu ya kwamba narejesha. Wengine mwanzoni ulikuwa una kibali kikubwa, ulikuwa ukifanya kitu kila mmoja na anaona na anatamani kile unachokifanya, anatamani kuwa pati ya kile unachokifanya, lakini sasa hivi kila mmoja anakukimbia na unaona ya kwamba ni hali ya kawaida. Kila mtu hataki kuwa upande wako na unaona ya kwamba ni hali ya kawaida, unasema tu ninaridhika kwa sababu ni kipindi tu fulani cha muda.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wamekwisha kupaka mavi katika ulimwengu wa roho. Kila anayekutazama anakuona kama ni kinyeshi. Unaenda kuomba kazi, kila sehemu unapoenda kuomba kazi wanakukataa. Kila mtu ambaye unaomba kushirikiana naye ili uweze kupiga hatua anakukataa, na unaona kwamba hii ni hali tu ya kawaida, ni kipindi fulani cha muda. Mwana wa Mungu, nipo hapa kukwambia kwamba usiridhike katika hiyo hali ulionayo. Usiridhike katika kipindi ulicho nacho. Lazima uchukue nafasi, lazima useme katika nafasi yako kusema ya kwamba katika hiki nakataa, kwa sababu sivyo jinsi Mungu alivyoniumbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunajua kwamba uzima na mauti vyote viko ndani ya uweza wa ulimi wetu. Kwa ulimi wetu tunaweza tukaumba, na kwa ulimi wetu tunaweza tukaharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kutumia kinywa chako una uwezo wa kurejesha yaliyopotea. Kwa kutumia kinywa chako una uwezo wa kurekebisha yaliyopotea. Shida yetu wengi ni kwamba tumekuwa ni wavivu, au tumekuwa ni wazito, au tumekuwa ni wagumu katika kulipa gharama. Kwa sababu kitu kinapoibiwa lazima uchukue gharama ya kukitafuta tena mpaka kirudi. Lazima ukubali kuingia gharama ya kukipambania kile kitu ili kirudi. Kwa sababu gani? Wewe ambaye uliyeibiwa ndiye unayejua umuhimu wa hicho kitu kilichoibiwa. Ukisubiria jirani yako pambane kwa ajili ya hicho kitu kilichoibiwa, yeye hawezi kujua uthamani wake. Kwa sababu gani? Sio kitu chake. Wewe mwenyewe unaweza ukawa ni shahidi. Kwa mfano, tutolee mfano ya kwamba umeenda sehemu, kipindi unasafiri ulikuwa umepanda bodaboda, ghafla njiani tuseme sweta lako likadondoka na haujaliona. Lakini akapita mtu mwingine akaliona, akalipuuzia, akaondoka. Kwa sababu gani? Sio la kwake, hajui linunuliwa kiasi gani, wala hajui gharama na faida yake mpaka wewe ukalinunua. Lakini wewe uliyelinunua, ndipo hata ukijua kama nimelipoteza unaanza kupata uchungu. Kwa sababu gani? Ulilinunua kwa gharama, na unajua thamani ya lile sweta linavyokusaidia wakati kukiwa kuna baridi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nipo kukwambia kwamba unatakiwa upambane, ukubali kuingia gharama mpaka kurudisha kile kilichopotea. Ndio maana Biblia inasema kama hivi, wamekuwa mateka wala hapana asema irudisha. Wote wamekaa kimya, wote wameridhika pale walipo, hamna anayesema rudisha. Mungu amesubiri useme ili mbingu zitende, lakini wewe umekaa kimya. Umesubiri tu vitu vitokee, yani from nowhere, yani kutokea viliko kutokea vitokee tu bila wewe kutamka. Lakini mbingu zimekusubiri wewe useme. Wakati unamsubiri Mungu afanye, Mungu amekusubiri na wewe uumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kama hivi, Mungu akasema na iwe mwanga, na mwanga ukawa. Kwa sababu gani? Mungu alitamka. Kwa kama Mungu aliumba kwa kutumia kinywa, na wewe vivyo hivyo una uwezo wa kuumba kwa kutumia kinywa chako, kwa kutumia hicho kinywa chako ambacho unakidhalau, lakini kina uwezo wa kukurudishia mambo mengi sana yaliyopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukiangalia mfano mzuri, tunaangalia mfano mzuri kwa katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 12, ukianzia na mstari ule wa kwanza. Ukianzia na mstari ule wa kwanza nasema kwamba panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Herode alichukua jukumu la kumuua Yakobo. Ya kumuua Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa baada ya kufanya vile akaona kwamba mbona kama hichi kitu nilichokifanya Wayahudi wamekifurahia. Kwa walipoona kwamba kile kitu alichokifanya Wayahudi wamekifurahia, akasema kwamba hapa nafanyeje? Akasema kwamba akamatwe tena na Petro, ili na Petro aweze kumuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu alipoona kwamba kile kitu Wayahudi wamekifurahia, akachukua sasa na jukumu tena la kutaka tena kumuua na Petro. Akamfungia katika gereza, akisubiri kwamba ile kipindi cha mikate iliyotiwa chachu, kipindi cha Pasaka kitakapokwisha ndipo amuue. Sasa kanisa mwanzoni ilipokuwa, kabla Yakobo hajauliwa, kanisa lilikuwa limelega. Watu walikuwa hawawaombei wale watumishi ambao Mungu alikuwa amewapa dhamana ya kuweza kuitangaza habari yake na kuwafundisha iliyo kweli yake. Lakini ndipo kanisa linakuja kuamka baada ya kuona tena na Petro amekwisha kukamatwa, anataka kuuliwa. Ndipo kanisa likaingia katika kuomba, na Biblia inasema kwamba waliomba kwa bidii ya hali ya juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapoendelea kuomba, unapoendelea kusoma hiki kifungu cha
Matendo ya Mitume 12:1 na kuendelea, neno la Mungu linatuonyesha kwamba kwa namna gani ambavyo yale maombi ya kanisa yalivyofanya kazi, hata kitendo cha kufanya Mungu kumwagiza malaika kwa ajili ya Petro ili aweze kumwokoa katika ile mauti, ili aweze kumtoa mule gerezani. Hata Petro mwenyewe anasema kwamba kipindi malaika anakuja kumsaidia na kumtoa katika lile gereza, Petro alihisi ya kwamba ni maono, na baada ya kutolewa nje katika ile gereza mpaka kufika nje, ndipo anapokuja kusema kwamba kumbe ni hakika ya kuwa Bwana alinitumia malaika ili waje kuniokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaweza kuona kwamba laiti kama lile kanisa lingekubali likasema kwamba ni kawaida tu. Kwa sababu gani? Ni watumishi wa Mungu na hawataki watangaze habari njema, ndio maana wametuma, au wanataka kuangamiza. Wakaridhika wakasema tunamsubiri Bwana atatuletea wengine. Unaona kama hata Petro na yeye kumbe angeuawa, lakini nguvu ya maombi na bidii na juhudi iliyotumika kwa wale watu kuomba kumsihi Mungu juu ya Petro ili asiuawe, unaona kama maombi yale yalifanya kazi, hata Mungu kuweza kumwagiza malaika wa kuweza kumsaidia Petro ili asiuawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa tujiulize, vipi kama wangekubali au wangeridhika kwamba Mungu atatutumia mtu mwingine? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa waliingia kwenye maombi ya kuomba kwa bidii. Kwa sababu gani? Walikuwa wanaijua thamani ya Petro katika maisha yao. Walikuwa wanaijua thamani ya kile ambacho walikuwa wakifundishwa katika maisha yao, na tayari walijua ni madhara gani ambayo yanaweza katukuta kama ikiwa tusipochukua jukumu la kumwombea huyu mtu, au kama ikitokea huyu mtu akafa, tunajua ni madhara gani yatakayotupata sisi, kwa sababu sisi ndio tunajua thamani ya huyu mtu au hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa na wewe unajua hicho kitu ambacho kimekucha kuibiwa kwenye maisha yako kina uthamani gani katika maisha yako? Mimi naweza nisijue, mwingine anaweza asijue, lakini wewe ndiye unayejua thamani ya hicho kilichoibiwa katika maisha yako. Inaweza ikawa ni masomo yako. Ulikuwa unasoma vizuri, unaelewa, lakini sasa hivi uelewi tena, kila kitu kimegeuka kwako kuwa mzigo. Inaweza ikawa ni biashara, mwanzoni ulikuwa unafanya unafanikiwa, lakini sasa hivi kila kitu kimekuwa kizito, biashara haziendi, unaingia tu hasara kila unapojaribu kufanya. Inaweza ikawa ni familia. Mwanzoni familia ilikuwa ina amani, ina furaha, kazi zilikuwa zinaenda vizuri, lakini sasa hivi kila kitu ni kama vile kimepakwa matope. Kila kitu ni kama kinatoa harufu mbaya, kila kitu ni kama hakieleweki katika ulimwengu ambao umekwisha kukuchafua. Hasa shida yetu ni kwamba tumekuwa tukitaka kurudisha au kupambana kupata zile haki zetu, tumekuwa tukitumia mwili ndio uturudishie yale yaliyopotea. Tumekuwa tukitumia mwili ndio urudishe nafasi zetu, kwamba ni fulani kazini amechukua nafasi yangu, ninachotaka kufanya ni nini? Ninamvamia, namtumia majambazi ndio wamvamie wamuue, natumia watu wampige, nitaenda nitamtukana mpaka anipe haki yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haki hairudishwi hivyo, mwana wa Mungu. Esther mwenyewe alikuwa ni malkia na aliyepata kibali na neema, Mungu akamweka pale, akampandikiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Lakini unaona baadaye alikuja akapoteza kibali. Esther hakumfuata tu mfalme kwa sababu alijua ni kazi ngumu kwenda kumshawishi kwa maneno ya kibinadamu, lakini akamwambia kwamba tufunge na tuombe ndani ya siku 3, hakuna kula wala kunywa, ili nipate kibali na nafasi tena ya kwenda mbele za mfalme. Na unaona baada ya wana wa Israeli wote kufunga, unaona Esther anapata nafasi ya kwenda mbele za mfalme, kitu ambacho kilikuwa sio kawaida. Kwa sababu gani? Esther alikubali kuingia katika maombi yeye pamoja na watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka hivi tunapoendelea kujifunza hapa, najua umekwisha kupata picha ya nini cha kufanya pale ambapo unapotaka kurudisha kile kilichopotea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Esther alipata haki yake kwa kupitia njia ya maombi. Lakini pia hata tukimwangalia Hana aliyekuwa ni mwanamke tasa, tunaona kwamba mwanamke mwenzake ambaye alikuwa ni Penina, mke mwenza, alikuwa akimsema sana vibaya, alikuwa akimkejeli, alikuwa akimwambia maneno magumu. Lakini Hana hakukata tamaa, hakutaka kumjibiza vibaya. Alichokifanya Hana ni nini? Alidili na maombi. Mpaka kuhani yeye anamwambia kwamba wewe mwanamke, utaacha ulevi mpaka lini? Utaendelea kulewa mpaka lini? Lakini Hana anamwambia sio kwamba nimelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwamba nimelewa. Lakini Hana anajua alichokuwa anakifanya kwa Mungu. Na hata mume wake alipokuwa anamwambia kwamba je, mimi si bora kwako kuliko wana 10? Hana ndiye aliyekuwa anajua thamani ya yule mtoto aliyekuwa amembeba, ndio maana aliyekuwa anamhitaji. Ndio maana hakuchoka kuendelea kuomba tena na tena na tena mpaka pale alipoona kama Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha Waefeso 6:12 anasema kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi
si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunashindana katika roho, sio mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kushindana katika mwili ni rahisi sana kuweza kushindwa, kwa sababu kitu chochote kile kinachotokea mwilini leo, ina maana kwamba kilianzia rohoni. Tuchukulie mfano, ninaposema kwamba ninakuchukia, sio kama ninapokuambia kwamba nimekuchukia nikakutamkia ndipo labda tuseme kwamba ndo nimeanza kukuchukia hapo. Lakini ninaposema kwamba ninakuchukia means nilianzia rohoni kwanza kusema kwamba huyu mtu namchukia, ndipo ndani kikaanza kujengeka. Ina maana kwamba ninapokuja kukwambia nje, tayari ndani nilikuwa nimeshaongea, tayari ndani nilikuwa nimeshaomba kitu, ndipo baadaye nikaja kupata ujasiri wa kukwambia. Kwa mtu yote anayetaka kupigana na wewe, anayetaka kukuchafua, hakuchafulii mwilini kwanza, huwa anaanzia rohoni, kwa kuwa hata katika uumbaji wa Mungu ulikuwa ni rohoni, uumbaji ulifanyikia rohoni, ndipo ukaja kutokea mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu anayepambana yeye anapambana kiroho. Kwa na wewe ili uweze kupambana, lazima ujue kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama. Hatupambani kimwili, hatupambani mwilini, tunapambana rohoni. Unapotaka kurudisha mashambulizi kwa yule aliyeiba kibali chako, unapotaka kurudisha mashambulizi kwa yule aliyeiba haki yako, unapambana naye rohoni. Na wewe unaingia rohoni kupambana naye. Unaingiaje rohoni? Kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukubali kuingia kwa gharama ya maombi ili kuweza kurudisha kile kilichopotea katika maisha yako. Wakina Esther walikubali kuingia gharama kwa kutumia njia ya maombi ili kuweza kurudisha kibali cha Esther tena ili aweze kusimama mbele ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata pia kanisa hili lililomwombea Petro lilitakiwa kuomba ili lirudishe kibali, liweze kupambana katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kwa ulimwengu wa mwili ilikuwa ni vigumu sana kumfuata Herode, lakini katika roho waliwashinda, na unaona Petro alitoka na injili ikaendelea kama kawaida. Kwa na wewe unatakiwa ukubali kuingia rohoni, unatakiwa kukubali kupambana, usikubali kuishia hapo ulipoishia, usikubali kuishi katika maisha yao unayoishi. Kwa sababu gani? Si maisha ambayo Mungu alikupangia, si maisha ambayo Mungu akikutazama anaona ulistahili kuwapo, lakini wewe umedanganya na mazingira, umedanganya na hali ya kibinadamu ya kawaida. Kwa sababu gani? Unatazama kimwili, ndio maana unaona kwamba ninastahili kuwa hapa. Lakini niko kuambia mwana wa Mungu, hapo ulipo sio sehemu ambayo Mungu alikupangia uweze kuwapo. Kuna mambo makubwa ambayo Mungu aliandaa mbele yako. Sasa huwezi kuyapata mpaka ukubali kupambana. Kwa nini? Kwa sababu kupambana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Na mwanzo kunakuta kuna wakati mwingine kwamba unaweza kuwa unatafuta kazi kibinadamu imeshindikana. Chukua jukumu la kuingia rohoni. Niambie kwamba wewe kazi ni yangu, utake usitake wewe ni wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe ni amani yako imepotea, unaingia rohoni kuambia kwamba amani wewe ni yangu, naitaka amani yangu mahali kokote ilipofungiwa. Kama imefungiwa kwenye makaburi, kama imefungiwa kwenye magereza, ninaifungua kwa jina la Yesu. Na nipo kuhakikishia kwamba ipo damu ya Yesu ambayo ina uwezo wa kunena mema kuliko damu zote. Damu ya Habili kwa ndugu yake ilinena kisasi, lakini damu ya Yesu inanena mema. Sehemu ambapo hakuna mema inarejesha yale yaliyopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwana wa Mungu una uwezo wa kurejesha yaliyopotea katika maisha yako na yakarejea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nikutakie neema Yesu Kristo na uwezesho wa nguvu za Mungu kapate kuwa juu yako katika kurejesha yaliyopotea. Na nipo kukuhakikishia kwamba ukisimama katika maombi na kukubali kulipia gharama, kila kilichopotea katika maisha yako kitarudi tena. Usiogope wala usikimbie kulipa gharama ya kurudisha yaliyopotea. Kwa Bwana Yesu akulinde na kukutakasa. Usiogope mwana wa Mungu. Sema katika nafasi yako, fanya kwa imani, kila kilichopotea kitarejea tena. Na Mungu akulinde. Amen.